Mkuu, hivi sasa taifa letu linapitia changamoto kubwa ya mmomonyoko wa maadili na hii inasababishwa na mabadiliko ya tamaduni, malezi na mifumo ya kijamii. Kwa sasa kumekuwa na dhana ya kwamba shule zetu zinazobeba wanafunzi wa jinsia moja nako kumekuwa na changamoto ya vitendo vya usagaji na ushoga. Je, serikali haioni sasa umefika wakati wa kuondoa utaratibu huo ili kukabiliana na changamoto hii? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze Mheshimiwa Mbunge Thomas Kampala. Kweli yeye ni balozi anayechapa kazi kwenye masuala haya yanayohusu maadili, mmomonyoko wa maadili katika jamii yetu. Na Mheshimiwa Spika, jambo hili ambalo Mheshimiwa Kampala ameendelea kulisimamia ni jambo linalogusa kila familia na ni jambo linalogusa nchi yetu. Bila maadili ya vijana wetu hatuna hatima njema, hatuna kesho ya taifa letu. Kwa hiyo nikupongeze sana Mheshimiwa Mbunge. Na kuhusu swali, serikali imeendelea kuweka mkazo, na nimemwona Mheshimiwa Waziri wa Sekta Daktari Dorothy Gwajima pamoja na sekta zingine ambazo wanashirikiana nazo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatilia mkazo mkubwa sana kwenye jambo hili kwa kuzingatia kwamba hili limebeba hatima ya kesho yetu. Moja ya hatua ambazo tumezichukua ni kubadilisha baadhi ya taratibu kwenye shule zetu hizi za bweni, ikiwemo kufuatilia kwa karibu masuala yanayohusu malezi kwa watoto hasa wanapokuwa katika shule zetu. Lakini hivyo hivyo tumeongeza madawati yanayohusu kusimamia masuala haya ya maadili na masuala ya jinsia katika shule zetu zote, ili kuweza kuhakikisha kwamba panapotokea na jambo hili ama panapotokea na uhitaji wa uelimishaji, jambo hilo la uelimishaji liendelee kufanyika. Mheshimiwa Naibu Spika, nilipita shule moja ya private nikakuta wao kwa kukabiliana na jambo hili wameweka utaratibu wa kuweka kamera kwenye mabweni ya wanafunzi, na kwa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali yupo, atatusaidia kuangalia kwenye upande wa kisheria kama tunaweza tukaona kuwa huo ndo utaratibu unaofaa, kuweka kamera kwenye makazi, madarasa, mabweni ya wanafunzi ili kuweza kukabiliana na tatizo hili. Mheshimiwa Naibu Spika, nimesema mwanasheria mkuu atatusaidia, lakini ninachotaka kukisisitiza ni kwamba hili tatizo analolisema Mheshimiwa Mbunge ni kubwa, na zamani tulikuwa tukielezewa tu kwamba tumzingatie sana mtoto wa kike kwa sababu yuko hatarini sana, na kampeni hiyo ikawa kubwa sana. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie bunge lako tukufu kuwaomba Watanzania kwamba sasa tuwazingatie watoto wote, hata watoto wa kiume kwa sasa wako hatarini sana, na pengine hatari ambayo wanaipata watoto wa kiume kwa sasa inaweza ikawa kubwa kuliko hata lile tulilokuwa tunaliona tatizo kwa watoto wa kike. Kwa hiyo jambo hili, pamoja na kwamba lina balozi, pamoja na kwamba lina wizara, pamoja na kwamba serikali inasukuma, lakini nchi nzima kuanzia ngazi ya familia, taasisi za dini, taasisi za kijamii, tutambue kwamba hili ni jambo ambalo linahitaji mshikamano wa nchi nzima ili tuweze kukabiliana nalo, vinginevyo tutakuwa tunahatarisha hatima ya taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi kama kiongozi wa shughuli za serikali taendelea kufanya uratibu wa sekta hizi zinazohusika pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali ili tuweze kuhakikisha ni namna gani tunaongeza kasi ya kukabiliana na mambo ya aina hii, na serikali itaendelea kuchukua hatua kali kwa mambo yote yanayokiuka maadili, tamaduni na mila zetu kama Watanzania. Na Watanzania kwenye mambo haya wala tusione haya, tuna mila zetu, tuna tamaduni zetu, na tuna mambo ambayo ya kisheria tunayoyasimamia, lazima tuyasimamie bila kuona haya ili tuweze kulinda taifa letu na kizazi kijacho.
Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.